Kuna moja ya video ambayo inamuonesha Chidi Benz akiwa ni tofauti na Chidi Benz wa miaka kadhaa nyuma. So utakumbuka Chidi Benz ni moja ya watu ambao walikuwa inasadikika au alikuwa ni watu ambao wanaaminika ni moja ya watu ambao wanatumia madawa ya kulevya. So naweza nikakwambia Chidi Benz wa miaka kadhaa nyuma alikuwa Chidi Benz ambaye hali yake ya kiafya ukimwangalia inaonekana wazi kabisa mtu huyu kiafya hayuko salama. So Chidi Benz alikuwa amepungua mwili, vitu kama hivi hapo. Alafu vitu ambavyo alikuwa anaongea ilikuwa ni vitu ambavyo havina mantiki, vitu kama hivi hapo. Lakini bana, siku ya jana kuna moja ya videos ambayo ameonekana Chidi Benz akiwa ni mwenye afya, na moja ya issue au moja ya tukio ambalo alikuwa anatupa anaenda kulifanya, yeye atakuwa ni mmoja ya watu ambao atahudhuria tamasha la kupinga matumizi ya madawa ya kulevya kwa vijana. So Chidi Benz alikuwa ametoa intro kama hiyo, siku ya tarehe kadhaa atakuwa sehemu fulani akiwa kama motivation kwa ajili ya vijana kupinga madawa ya kulevya. So muonekano huo wa Chidi Benz umeibua maswali mengi sana. Kila mtu ameweza kuongea la kwake. So kama unavyoweza kuona hapa, nimekuwekea hii videos ya sasa ya Chidi Benz, na huku unavyoweza kuona upande huu wa mkono wa kushoto, huyo pia ni Chidi Benz wa miaka hiyo. Nafikiri unaweza ukaona utofauti hapa. Huku kwenye picha amepungua, lakini ukiangalia upande huu ambao ndo hii video ambayo imeonekana siku ya jana, unaona kabisa Chidi Benz ni tofauti na upande wa huku shavu linaonekana, vitu kama hivi hapo. So wengi sana wamejaji, wengi sana wametoa maoni yao tofauti. So kwa miaka kadhaa, kama utakumbuka, Chidi Benz alikuwa hata kwenye mitandao hapatikani. This time ndo amerudi hivi kama unavyoweza kumuona hapa, akiwa na afya tele, afya ya kutosha, kama unavyoweza kumuona. So na hii yote ni baada ya yeye nafikiri kupewa elimu na kuweza kuacha matumizi ya madawa ya kulevya. This time kama unavyoweza kumuona amerudi. Mdau, utakuwa na kipi cha kusema? So utashusha comment yako, takuja kupita nayo. Pia nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu.